Barani Afrika, taifa la Afrika Kusini linaongoza kwa uzalishaji wa madini ya chuma. Uzalishaji wake ulikuwa tani milioni 66 za madini ya chuma mwaka 2024. Madini ya chuma ni miamba na madini ambayo chuma kinaweza kuzalishwa kwa ajili ya biashara. Madini haya yanaweza kuingizwa moja kwa moja kwenye tanuri la kutengeneza chuma. Madini ya chuma ni malighafi inayotumika kutengeneza chuma chenyewe. Asilimia 98 ya madini ya chuma yanayochimbwa hutumika kutengeneza vyuma halisi. Mgodi wa Kumba nchini Afrika Kusini ni mzalishaji mkubwa zaidi wa madini ya chuma barani Afrika. Kampuni hiyo ina maeneo matatu ya uzalishaji wa madini ya chuma nchini, huku kampuni ya Anglo American ikimiliki asilimia 69.7 za hisa ya kampuni hiyo. Upatikanaji wa madini haya ya chuma umepungua nchini Afrika Kusini kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka michache iliyopita, kutoka tani milioni 73.1 miaka mitatu iliyopita. Sekta ya madini ya Afrika Kusini inakabiliwa na changamoto za usafirishaji, hasa kutokana na ukarabati wa reli unaoendelea. Wazalishaji wengine wakuu wa barani Afrika ni pamoja na Mauritania na Algeria, wakati Zimbabwe na Morocco zikizalisha madini kwa matumizi ya ndani pekee. Na sasa nchi ya Afrika Magharibi ya Guinea imejitangaza kama mzalishaji mkuu wa madini ya chuma. Imezindua mgodi wa Simandou, huku usafirishaji wa kwanza wa madini ya chuma kutarajiwa hivi karibuni. Ndiyo hifadhi kubwa zaidi duniani ambayo haijatumiwa na madini hayo yamewekwa katika kiwango cha asilimia 65 cha chuma isiyo na kaboni. Hatua za kuendeleza mradi huo zilianza mwishoni wa mwaka 1990 wakati Rio Tinto, kampuni ya uchimbaji madini ya Anglo Australia, ilipogundua kwa mara ya kwanza kiwango kikubwa kinachoweza kutumika kwa biashara katika milima ya Simandou. Tangu wakati huo, hatua zimekwamishwa kutokana na hali mbaya ya usalama na kubadilika kwa mamlaka kila mara. Ukiwa na thamani ya zaidi ya dola bilioni 23, mradi wa Simandou ndio ubia mkubwa zaidi wa madini kuwahi kufanyika. Unajumuisha ujenzi wa reli ya kilomita zaidi ya 550 inayounganisha migodi miwili mipya ya katikati ya mlima wa Simandou na bandari mpya ya kina kirefu kwenye pwani ya Guinea. Uzalishaji unatarajiwa kuongeza hadi tani milioni 120 za madini ya chuma na kiwango kikuu zaidi ya mwaka ifikapo mwaka 2030, kiwango ambacho kitasawazisha usambazaji kimataifa kwa kiasi kikubwa. Robo tatu ya mapato yake yataelekea China, ambapo sasa inamiliki asilimia 75 ya mradi wa uchimbaji madini. Serikali ya Guinea itapata asilimia 15 ya jumla ya mapato kutoka kwa kila moja ya migodi miwili ya uchimbaji wa madini. Ingawa kwa sasa Guinea si miongoni mwa wazalishaji wakuu wa madini wa chuma duniani, inatarajiwa kupanda hadi nafasi ya 3 punde tu migodi ya Simandou itakapofika uwezo wake kamili nchini humo, ambapo uchimbaji madini kwa sasa unachangia karibu asilimia 2.2 ya mapato ya taifa. Makadirio ya serikali ya Guinea yanaonyesha mradi huu wa madini ya chuma pekee unaweza kuongezea serikali mapato hadi kufikia dola bilioni 1 kila mwaka iwapo itazalisha kikamilifu kwa ajili ya biashara duniani.